Kimvuli cha mashindano makali ya kijeshi duniani na mvutano unaozidi kupanda katika anga la Mashariki ya Kati, jeshi la anga la Marekani limefungua ukurasa mpya wa vita vya kisasa kimya kimya, lakini kwa kasi ya ajabu. United States Air Force limeanza kutafuta washirika wapya wa viwanda watakaoweza kutengeneza silaha mpya yenye nguvu kubwa inayojulikana kama Stand-in Attack Weapon, kombora la kisasa linalolenga kuvunja ngome za ulinzi wa adui kabla hata mapigano makubwa hayajaanza. Hatua hii imeibuka wakati ulimwengu ukishuhudia kuongezeka kwa mashindano ya teknolojia za kijeshi, huku nchi kubwa zikikimbizana kujenga mifumo ya silaha itakayoweza kutawala anga katika vita vya kisasa na kizazi kijacho. Kombora la Stand-in Attack Weapon limebuniwa kuwa silaha ya kasi kubwa ya supersonic inayorushwa kutoka angani kwenda ardhini. Lengo lake kuu si tu kulipua vitu vya kawaida, bali kushambulia mfumo mzima wa ulinzi wa anga wa adui. Kwa maneno rahisi, kombora hili linatafuta na kuharibu mifumo ya rada ya ulinzi wa anga, kuvizindua makombora ya balistiki, vifaa vya kuzuia au kuchafua GPS, pamoja na mifumo inayoweza kuharibu au kuzuia satellite. Hii ina maana kuwa kabla ya ndege za kivita au makombora kuanza kushambulia kwa wingi, kombora hili linaweza kuzima macho na masikio ya adui, rada na sensa zake, na kuacha anga wazi kwa mashambulizi makubwa na ya hatari zaidi. Silaha hii mpya haitabebwa na ndege za kawaida pekee. Mpango wa Marekani unalenga kuifanya ifanye kazi na ndege za kisasa kabisa za jeshi la anga la Marekani. Miongoni mwa ndege zinazotarajiwa kubeba kombora hili ni pamoja na F-35 Lightning II, ndege maarufu ya kizazi cha 5 inayotumiwa na nchi nyingi za NATO. F-16 Fighting Falcon, ndege inayojaribiwa tayari katika majaribio ya awali ya kombora hilo. B-21 Raider, bomu la siri linalotarajiwa kuwa hatari zaidi duniani katika miaka ijayo. Na mpiganaji mpya kabisa wa kizazi kijacho, F-47. Kwa mara ya kwanza kabisa jina la F-47 limeonekana hadharani kwenye nyaraka rasmi za ununuzi wa silaha za Marekani, ishara kwamba mradi wa ndege hiyo ya siri unaanza kutoka kwenye kimvuli na kuelekea kwenye uhalisia halisi. Kampuni kubwa ya ulinzi ya Northrop Grumman tayari imepata mkataba wa takriban dola milioni 705 kuendeleza na kupima teknolojia ya kombora hili tangu mwaka 2023. Katika mbio hizo za awali pia kulikuwa na makampuni makubwa kama vile Lockheed Martin, L3Harris Technologies. Mnamo Novemba mwaka 2024, kombora la kwanza la majaribio liliwasilishwa kwa jeshi la anga la Marekani, na mwishoni mwa mwaka jana 2025 lilifaulu majaribio ya kutenganishwa na ndege ya F-16 bila itilafu yoyote, hatua muhimu kuelekea uzalishaji kamili. Kwa mujibu wa mpango uliowekwa, kampuni zinazochaguliwa zitapewa muda wa miezi 48 kutengeneza mfumo kamili wa kombora hilo. Lengo ni kwamba kufikia mwaka 2030 uzalishaji wa kwanza wa silaha hizi uwe tayari kuingia kwenye ghala la jeshi. Mpango huo una matarajio makubwa, yakiwemo hadi makombora 600 kwa mwaka, maisha matumizi ya silaha miaka 15, pamoja na uwezo wa kushambulia adui kwa umbali mrefu bila ndege kukaribia sana hatari. Teknolojia inayotafutwa pia ni ya hali ya juu sana: sensa za kupambana na rada zinazobadilisha msafara, urembazaji wa GPS au INS unaostahimili udunguzi, pamoja na uwezo wa kombora kurudia shambulio ikiwa lengo alijaribiwa kikamilifu. Hatua ya Marekani kuongeza uzalishaji wa makombora imekuja wakati dunia ikikabiliwa na mvutano mkubwa wa kijeshi. Ripoti ya Center for Strategic and International Studies imeonyesha kwamba operesheni za kijeshi na migogoro mikubwa zinaanza kupunguza akiba ya silaha katika maghala ya mataifa makubwa ulimwenguni kote. Hali hiyo imeonekana wazi katika operesheni ya kijeshi kama Operation Epic Fury, ambapo zimeongeza hofu kwamba Marekani inaweza kuhitaji silaha nyingi zaidi kuliko ilivyokuwa ikizalisha hapo awali. Kwa wachambuzi wengi wa masuala ya ulinzi na kijeshi, kombora hilo linaweza kuwa moja ya silaha zitakazobadilisha kabisa namna vita vya anga vinavyopiganwa katika miongo ijayo. Badala ya mashambulizi ya moja kwa moja dhidi ya vikosi vya adui, silaha hizi zitakuwa kama funguo za kufungua mlango wa vita.
Kwanza, zinaharibu mifumo ya ulinzi, kisha ndege za siri na makombora mengine huingia kwa nguvu zote. Ni mkakati unaoonyesha wazi kwamba dunia ya leo, ushindi vitani hauanzi kwenye uwanja wa mapigano pekee. Unaanza kwenye maabara za teknolojia na viwanda. Na hii ni Shehena Media. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili uwe wa kwanza kupata habari za uhakika.